Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tutafakari masomo ya Dominika ya 14 mwaka A. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha nabii Zekaria sura ya 9 aya 9 hadi 10. Somo la pili, wimbo wa katikati ni Zaburi ya 145. Somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 9 na aya 11 hadi 13. Injili ni ya Mathayo sura ya 11 aya ya 25 hadi 30. Ndugu zangu, nyakati zetu tunashuhudia wafalme au viongozi au watawala wanaotaka kutumia ubabe kuiongoza dunia au kuyaongoza mataifa au kuongoza makundi mbalimbali. Wale ambao wako chini ya uongozi wao wakataka kuwaongoza kwa ubabe na kwa udhalimu, na Yesu anajitokeza kama mfalme wa amani, mfalme wa haki, mfalme mpole, mfalme wa upendo aliyetabiriwa katika Agano la Kale, na Dominika ya 14 anatabiriwa katika kitabu cha nabii Zekaria sura ya 9. Tunapoambiwa kwamba tazama, mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam, mwanapunda, mtoto wa punda. Wakati wafalme walikuwa wanaonyesha ubabe kwa kutumia silaha, kwa kutumia wanyama wakubwa kama farasi katika vita, Yesu anakuja bila kutumia nguvu na bila kutumia wanyama wakubwa kama farasi. Anatumia katika safari zake, akatumia punda. Ndugu zangu, unyenyekevu wake anausema yeye mwenyewe, anajitambulisha yeye mwenyewe katika Injili anaposema hivi: jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kumbe Yesu mwenyewe alijitambulisha kama mfalme mpole, kama mfalme mnyenyekevu wa moyo, na akatuambia kwamba watakao kuwa chini ya uongozi wake, ya utawala wake, anasema mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kumbe tuwe wafuasi wake, atatuongoza kwa upole na atatuongoza kwa upendo, na nataka kutupumuzisha mizigo inayotulemea na utawala wa ubabe unaotulemea, na anataka kwamba watawala wajifunze kwake, watawale kwa upendo, watawale kwa unyenyekevu, watawale kwa upole, ili waweze kuwasaidia wale ambao wako chini ya uongozi wao. Ndugu zangu, Yesu anatambua kwamba tunaweza tukakutana na mambo mengi yanayotulemea, mengine kutoka utawala mbaya na mengine kutoka maovu ya dunia hii, ambayo yanaweza yakatuasili, yanaweza yakatuletea shida katika maisha yetu. Mengine pia yanayochochewa na shetani na watumishi wake au washirika wake. Hayo yote yanakuja kutuletea shida. Yesu anajua kwamba tunaweza tukakutana na mizigo mingine ambayo sisi wenyewe tunajitengenezea kutokana na maovu yetu sisi wanadamu,
madhaifu yetu yanayotufikisha pabaya, mpaka wengine wakakubali kutawaliwa na mwili kuliko kutawaliwa na roho. Na somo la pili limetuonya kwamba tukiendelea kukubali kutawaliwa na mwili kuliko kutawaliwa na roho, tutafika pabaya. Maana Paulo anasema, kwa maana kama mkiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa, bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa roho, mtaishi. Kumbe Yesu yuko karibu nasi ili atusaidie kuepuka na kutoathirika vibaya na hayo mambo yote, utawala mbaya au maovu ya shetani na washirika wake, au madhaifu yetu yenyewe yanayotuletea changamoto nyingi katika maisha yenu, kama wale ambao bado wanataka kutawaliwa na tamaa za kimwili kuliko kutawaliwa na Roho Mtakatifu, kuliko kutawaliwa na mambo ya kiroho, wakajiachilia kutawaliwa na tamaa za kimwili. Hayo yote yanaleta madhara katika maisha yetu ya hapa duniani. Lakini Yesu anakuwa karibu nasi, hataki kutuachilia ili tuteseke, tusumbuke sisi peke yetu. Anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kumbe twende kwa Yesu, tumuombe tukiwa na imani na matumaini kwake, tujue kwamba hataweza kutuacha. Anataka kutuonyesha njia ya wokovu, anataka kutuopoa katika mazingira yote mabaya ambao yanaweza kutukumba, lakini tumwamini na tumtumainie. Pia ataweza hata kutuonyesha namna ya kupata suluhisho ya matatizo yetu. Na kama tutakuwa bado hatujapata majibu, wakati huo huo atakuwa anatusaidia kuwa na fadhila mbalimbali zinazotusaidia kustahimili. Kwa mfano, akatujalia uvumilivu, akatujalia utulivu, akatujalia imani na matumaini, akatujalia kutokata tamaa, akatujalia kuwa na ujasiri. Hayo yote tunayapata kwa Yesu tunapomwendea, tunapomuomba kwa dhati. Naye ndiye aliyeturuhusu kwamba tumkimbilie. Wanadamu wanashindwa, wengine wanakimbilia miungu, wengine wanakimbilia mambo ya ushirikina, wengine wanakimbilia wanadamu kama wao ambao wenyewe hawawezi kutatua matatizo yao. Lakini Yesu tukimwendea kwa imani na matumaini, atatusaidia kuvuka salama. Kumbe hayo masomo ya Dominika ya 14 yatusaidie, yatuelekeze namna ya kuishi hapa duniani na namna ya kumkimbilia Yesu kama Mwokozi, kama Mwokozi mkombozi atakayetutoa katika mambo mabaya ya kidunia hii na kutuelekeza katika suluhisho ya matatizo yetu, na kupata pia kwa yule atakaye kuwa amevuka salama, atakutana pia na faraja yake, pia na yule atakutana na faraja yake hapa duniani, na zaidi atapata pia na thawabu ya uzima wa milele. Yesu ni Mwokozi wetu, Yesu ni mfalme wetu, Yesu ni kiongozi wetu mwema na mwenye upendo, atatufikisha salama salimini. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki.